Watanqati'u fihi alharakati, wakati wa usiku harakati zote zile za maisha zinakuwa zimekatika, kila mtu kajipumzikia. Wewe ndo wakati huo usimame sasa ufanye ibada. Fatakunu nafsu asfa, wakati huu nafsi ya mtu inakuwa iko safi. Mchana hata ukasema nikae mwenyewe faragha nifanye ibada, mara hodi fulani yumo, hata kama umetoa maagizo nina shughuli yangu, hata akija mtu msimwite, lakini ile kitendo cha kwamba kaja na kauliza umemsikia, kesha shughulisha nafsi yako. Lakini usiku vitu kama hivi havitokei. Fatakunu nafsu asfa, nafsi wakati wa usiku inakuwa iko safi. Wadhihnu ajma, mazingatio ya moyo yanakuwa yapo karibu, kile unachokishughulikia unakizingatia vizuri, kinakaa moyoni, tofauti na mchana. Fa inna hudua sauti fi llaili, ule utulivu wa kukosekana zogo wakati wa usiku, wa sukunu albashari fihi, na kwamba usiku ni wakati wanadamu wanakuwa wamepumzika, a'wanu linnafsi ala tadabburi watafatuni, inakuwa utulivu ule wa usiku ni msaada mkubwa kwa nafsi, unamwezesha utulivu ule mtu kuzingatia anachokisoma na kufahamu siri zilizomo ndani yake. Unasoma aya, unaifahamu maana na unapata siri zilizomo ndani yake. Kwa hiyo manufaa ya kutumia wakati wa usiku ni makubwa kuliko wakati wa mchana. Wataamulu fi asrari alqur'ani wa maqasidihi, anakuwa mtu na faida kubwa ya kuzingatia makusudio ya Qur'ani na siri za Qur'ani, anazipata kwa urahisi wakati wa usiku. Unaisoma aya, Allah anakuwezesha kugundua siri nyingi ndani ya hiyo aya. Unajua makusudio ya aya hii, Allah amekusudia nini, viumbe wamepewa ujumbe huu kwa maana gani. Hivi vitu vyote una gain wakati wa usiku, tofauti na mchana. Inna laka fi nahari sabhan tawila, bado aya zinafafanua jambo hilo hilo moja. Usiku ni wakati wa utulivu, utanufaika sana kwenye huo utulivu wa usiku. Inna laka, hakika una wewe, fi nahari, katika wakati wa mchana, sabhan tawila, una mahangaiko mengi mchana. Utumie usiku kwa sababu ya faida zake. Inna laka fi nahari, ukisema mambo haya uyafanye mchana, wewe una wakati huu wa mchana, sabhan tawila, mahangaiko mengi. Asabhu maana yake ni kuogelea, kama mtu yuko kwenye maji anaogelea juu ya maji. Limechukuliwa hili neno likawekwa hapa, limeazimwa kwa mfano kama huo. Mwenye kuogelea katika maji katika binadamu si maumbile yake kwenda kwenye maji. Kwa hiyo huwa anahangaika sana, anatumia na nguvu za ziada aelee kwenye maji, wakati hakuumbwa yeye kuwa ni kiumbe wa majini. Na hii mahangaiko ya mchana yamefananishwa na muogeleaji, kwa sababu kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kila anapopata umaarufu ndo anapokuwa na busyness sana, tabia ya ule ubizi, shughuli zinamuongezekea, ana majukumu yake ya kifamilia lazima ayakamilishe. Watu nyumbani wanahitaji chakula, nguo na mambo mengine, sabuni ya kufulia, akidhi mahitaji ya nyumbani. Kuna wanafunzi ambao wametoka katika ibada zao au dini zao za kishirikina, kila siku wanataka wapewe elimu, maarifa mapya, na yeye ndo mwalimu, ndiye anayepewa hizo taaluma. Kwa hiyo anakuwa yuko busy kushughulika na watu, kuwasomesha hili na lile mchana. Kuna wengine wanaotoka mbali na pale anapoishi, wanafunga safari kumfuata. Mara kaambiwa kuna wageni wanatoka Yemen, kuna wageni wanatoka Sham, kuna wageni wanatoka Iraq, kuna wageni wanatoka huku, wamekukusudia adili na wageni. Sasa mchana hana nafasi. Mchana kwake ni wakati wenye shida nyingi, shughuli nyingi. Kazi hii ya kusoma, kuzingatia haifanyiki vizuri, haifanyiki kwa ufanisi mchana. Inna laka, una wewe, fi nahari, katika wakati wa mchana, sabhan tawila, mahangaiko mengi. Mchana unaogelea sana kwenye mambo haya na yale.
hutakuwa na nafasi ya kuconcentrate kwenye mambo haya ambayo yanatakiwa yawe karibu moyoni. Ili yawe karibu moyoni, tumia wakati wa usiku, wakati wako wa faragha, mapumziko. Fa idha faraghta fansab, kwenye wakati wako wa faragha jipinde, jitume. Wa ila rabbika farghab, ujipendekeze kwa Mola wako. Inna laka fi nahari, hakika una wewe katika wakati wa mchana, tasarrufan wa taqalluba, una shughuli nyingi na mahangaiko mengi, mara hili mara lile, mara hili mara lile. Washtighalan tawila, alafu uko busy, unashughulika sana wakati wa mchana. Fi shuunika, kwenye mambo yako mbalimbali, mambo yako binafsi, mambo ya familia, mambo ya jamii, mambo ya wapinzani wako. Yani una solve hili linakuja hili, una solve hili linakuja hili. Mchana huna utulivu. Kwa hiyo mazingatio ya kitabu, aya wakati wa mchana yanakuwa madogo. Faj'al nashi'ata al-layli, jaalia ule utulivu wa usiku, litahajjudika wa ibadatika, wakati wa usiku ambao unahitaji kupumzika, fanya tahajjud. Tahajjud ni kule kujikusuru, kujituma, uache kupumzika, ujitie maji, utie udhu, alafu usimame usome Qur'ani. Na Mtume alikuwa hasomi kama hivi palipoandikwa. Qur'ani ndio iko moyoni, kwa hiyo aimemorize, imzoee. Kwa hiyo wakati wako wa kupumzika wa usiku, fanya tahajjud, jipinde, jitume. Wa ibadatika, na ufanye ibada zako wakati huo. Qala fi tashili, mwanachuoni katika tafsiri ya Tashili amesema, aliyotafsiri hii sura kwenye tafsiri ya kitabu kinachoitwa Tashili, kasema asabhu huna, neno sabhu hapa, hiyo inna laka fi nahari sabhan tawila. Asabhu huna, hiyo neno sabhu hapa kwenye aya hii, ibaratun ani tasarrufi fil a'mali, ni neno lililozingatia maana ya zile shughuli nyingi, tume nyingi, kazi nyingi anazozifanya. Walishghali, na mishughuliko, inaitwa hivyo sabu. Wal maana yake, yakfika an-naharu litasarrufi fi ashghalika, wakati wa mchana ukutoshe wewe binafsi kwenye shughuli zako za kawaida zinazohitajika kufanywa mchana. Yakfika an-naharu, ukutoshe mchana, litasarrufi fi ashghalika, kushughulika na mambo yako mbalimbali. Majukumu yote ambayo unapaswa kuyafanya mchana, tosheka na kuyafanya, kukamilisha majukumu hayo wakati wa mchana. Watafarrughu bil-layli liibadati rabbik, watafarragh bil-layli, lakini wakati wa usiku ambapo unatakiwa upumzike, huu wakati wa usiku wewe utenge. Tafarragh bil-layli, tenga wakati katika kipindi cha usiku, liibadati rabbika, kwa ajili ya kumwabudu Mola wako. Na anayomfanya mchana pia ni ibada, lakini sasa haya ya usiku inakuwa ni special case, for special purpose. Jitume wakati wa usiku, tenga wakati wa fulani wa usiku, huwe ni baina yako na Mola wako tu. Wa baada an qarrara al-khitab al-ilahi, hadhihi al-muqaddimat, baada ya maneno haya ya Allah kurudiwa, kukaririwa kwenye mukaddima huu, aya hizi za mwanzo za sura, allati hiya bimathabati tamhidi wa basti lidawa. Aya hizi zote tulizozisoma hapa mwanzo wa sura zilikuwa zinamaanisha kwamba ndo anapewa maandalizi, ni recruitment, anaandaliwa awe ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kuafford majukumu atakayopewa. Ni aya zinazompa maagizo ya kujiandaa. Baada ya aya hizo, intakala ila amri rasuli sallallahu alayhi wasallam,
aya zilizofuata hapo mbele zimeelekea katika kumuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam bitablighi da'wa. Amepewa maagizo ayafikishe kunakohusika. Hayo ya mwanzo huko ni maandalizi yake mwenyewe, ananolewa, anaandaliwa. Baada ya hapo akaambiwa jukumu lake la msingi, atapewa maagizo ayafikishe kwa watu. Tablighi ni kufikisha. Anaambiwa kazi yake ni kufikisha kile atakachoagizwa, hichi nifikishie kwa viumbe wangu. Kwa hiyo tablighu da'wa, anawalingania watu kwenye jambo ambalo kaambiwa watoe waliko, waelekeze ninakotaka mimi. Wa taalimihi, na pia jukumu lake ni kuwasomesha, kwa sababu ni wajinga, hawafahamu hicho kitu kipya. Yeye anayewalingania, anayewashawishi, anayewahamasisha, ndo awe mwalimu wa kufahamisha maana yake, umuhimu wake, faida yake na hasara yake ikiwa mtakataa. Kwa hiyo yeye awe wa taalimihi, awe ni mwelimishaji, awaelimishe kaifiyati sairi fiha amalan. Nimekuja na jambo jipya hamjalizoea, lakini mimi nitakuelekezeni jinsi linavyotekelezwa. Yeye mtume amepewa jukumu la kusomesha, kuwaelimisha watu kaifiyati sairi fiha, namna ya kwenda kwenye jambo hili, amalan, practically, kivitendo. Hawajalizoea, hawalijui, geni kwao, lakini yeye sasa ndo atakayekuwa anawasomesha kwa vitendo. Practically, jambo hili linatakiwa hivi, linatendwa hivi, linakuwa hivi, faida yake hii. Baada an mahadaha lahu nadharan, baada ya kupewa maandalizi ya kinadharia, sasa anapewa maagizo ya kusimamia kwa vitendo. Kwa hiyo theoretically kashapewa maelekezo, sasa anapewa maelekezo practically aliendee hilo swala. Faqala, Allah akasema kumwambia mtume wake, wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. Wadhkur isma rabbika, litaje jina la Mola wako. Hatambuliki, hawamjui watu, viumbe wake hawamjui. Kwa hiyo litaje jina la Mola wako, ulitambulishe kwa viumbe wake. Watabattal ilayhi tabtila, na katika kazi hiyo wewe ndo uwe mfano wa kuigwa. Tabattal ilayhi, jitupe kwake Mola wako, tabtila, totally. Tabatuli ni ile tabia ya kukinai kwa 100%, kwamba usalama wangu mimi uko hapa, mafanikio yangu mimi yako hapa. Kama vile unavyoona mtoto mdogo wa miaka 2, 3, hajawa na upambanuzi wa mambo. Mtoto mdogo, mkombozi wake na mahala anapopeleka mashtaka yake ni kwa mama. Kitatoka kicheze na wenzake huko, mara kimeingia mchanga wa macho, anarudi na kilio kwa mama yake, anajitupa mapajani. Una nini? Isa kanitia mchanga. Unaona? Basi tena mama tafute maji ya muoshe, ya basi pole na nini. Mwingine mama wa siku hizi hakuna ile imani ya kijamii, atatoka akajipiga kibwebwe, akatukane, apigane na jirani yake, kisa watoto wamecheza. Kwa hiyo mtoto mdogo anamuamini zaidi mama yake. Hata kama baba yupo nyumbani, anakimbilia kwa mama kushtaki kesi zake. Kwa hiyo yeye kajitupa, mtoto mdogo kajitupa totally kwa mama yake, ndiye anayemuangalia kwanza. Yeye mtume kaambiwa wadhkur isma rabbika, limemorize, litaje jina la Mola wako. Wewe unalitamka kinywani, alafu ulikitishe moyoni, watabattal ilayhi tabtila, na practically umtegemee Mola wako, jitupe kwake kwa ukamilifu. Ista'ina ala da'watika, taka msaada katika jukumu lako la kulingania. Ni jukumu gumu, lakini ista'in, taka msaada
ala da'watika, kwenye jukumu lako la kulingania, bidhikrillahi laylan wa nahara, kwa kumtaja Allah Mola wako usiku na mchana. Mola wako awe karibu na wewe usiku na mchana. Wanqati ilayhi inqita'an tamma, na achana na wote waliopo ulimwenguni, uelekee kwake yeye Mola wako mmoja totally. Nasema wanqati ilayhi, kata mawasiliano, mahusiano, utegemezi kwa yoyote ambaye watu hutegemea. Wewe mtegemee Mola wako kwa ukamilifu. Fi ibadatika, katika kuabudu, muabudu Mola wako peke yake. Watawakulika alaihi, na namna unavyomtegemea umtegemee yeye Mola wako peke yake, usitegemee chengine chochote. Wala ta'tamid fi sha'ni min shu'unika, wala usitegemee kwa jambo lolote katika mambo yako, ala ghairihi, kumtegemea asiyekuwa Allah. Ukasema labda nitafute majeshi ya kukodiwa, nitengeneze ulinzi uliokuwa imara. Ukifanya kitu hicho unajiponza, maana hawa ambao unagombana nao utakaowachukua watakuwa wanaelewana nao. Umejitengenezea matatizo ya karibu pia. Mtegemee Mola wako peke yake kwenye mambo yako yote, mtegemee Mola wako peke yake na usije ukamtegemea mwingine. Qala Ibn Kathir amesema, akthir min dhikrihi, kithirisha sana kumtaja Mola wako. Mtaje kwa majina yake matukufu, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razaq, ya Alim, ya hivi. Taja Mola wako kwa majina yake. Wanqati ilayhi jalla wa ala, utoshelezeke naye Mwenyezi Mungu mwenye utukufu na cheo cha juu, akutoshe yeye peke yake. Watafarragh li ibadatihi, na uwe unatengeneza wakati wa kutosha kwa kumwabudu Mola wako, na ndio kapewa maelekezo ya kutumia usiku. Idha faraghta min shighalika, utakapopata mapumziko kutokana na shughuli zako za mchana, tumia muda wa kutosha, uwe karibu na Mola wako, ukishaachana na shughuli zako za lazima za siku. Ma ikhlasi la ibadati lahu, tumia huo wakati wa faragha ukiwa moyo wako ni msafi, unafanya ibada zako kwa ikhlasi, kwa kumkusudia yeye Allah peke yake. Allah huyo ambaye unatakiwa muabudu peke yake, usimtegemee mwingine zaidi yake. Rabbul mashriqi wal maghrib, yeye ndo Mola aliyemiliki dunia kuanzia mashariki mpaka magharibi, ni milki yake. La ilaha illa huwa, katika ulimwengu huu hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki ila yeye peke yake. Fatakhidhu wakila, basi Mola huyo ndo mfanye wakili wako. Kama kuna mambo unahitaji msaada, unahitaji wakili, wakili wako awe yeye tu. Fatakhidhu wakila, mfanye Allah ndiye awe wakili wako. Huwa jalla wa ala, yeye Allah aliyekuwa na utukufu na cheo kikubwa cha juu. Al-Khaliqul Mutasarrifu, yeye ndiye aliyeumba na ndiye mwenye kutengeneza usimamizi wa mambo yote ya dunia. Anafanya tasarrufu katika ulimwengu. Bitadbiri shughuli al-khalqi, yeye ndiye anayewapangia viumbe wake mambo yao na mahitaji yao yote. Wakulima wanafukia mbegu ardhini, wamemtuma Allah, wanamuomba msaada. Wakishafukia mbegu wanaenda nyumbani, Allah ndo anayetumika kuwafanyia kile kilichopo pale ardhini, mpaka inafika siku wanavuna, alafu wanasema hawamtambui. Wafanya biashara nao ndo hivyo hivyo, wanamtegemea Allah. Wewe unafanya biashara, unategemea pesa zilizoko kwa viumbe wa Allah. Kwa hiyo viumbe wa Allah ndo wanakutajirisha wewe. Huyu kaja hichi, kaja kununua hichi, kanunua hichi, kanunua hichi, unatia faida. Akiwazuia Allah viumbe wake, wewe utafanya biashara gani sasa? Wewe uwe na duka lina mamilioni ya pesa, haji mtu kununua, ndo unauza nini? Ndo unafanya, utapata faida gani?
Kwa hiyo kila kitu katika ulimwengu, tasarufi ya mambo, uendeshaji wa mambo, Allah ndo mkuu, muhusika mkuu. Wa huwa almaliku limashariqi al-ardi wa magharibiha, Allah ndiye aliyemiliki, ndo mfalme aliyemiliki dunia hii, mashariki ya ardhi mpaka magharibi yake. Kwa hiyo anatosha huyo mmoja, mtegemee yeye tu, mambo yote yeye ndo aliyeyamiliki. La ilaha ghairuhu, hakuna mola zaidi yake yeye, hakuna ambaye viumbe wanastahiki kumwabudu zaidi yake yeye. Ndio hiyo la ilaha ghairuhu, hapana anayestahiki kuabudiwa baada yake asiyekuwa yeye. Wala rabban siwahu, wala hapana mola anayekidhi mahitaji ya viumbe zaidi yake yeye. Viumbe vyote ni tegemezi, mahitaji yao, matakwa yao wanakidhiwa na mola huyo, hata kama hawamtambui. Kwa hiyo huyo hakuna mola mwingine zaidi yake. Fa'tamid alayhi, kwa hivyo wewe mtegemee mola huyo. Wafawidh amraka ilayhi, na mambo yako yote uyategemeze kwake, mambo yako yote uyategemeze kwake. Hapo ndo mahala munasib anayamudu mambo yako. Wasbir ala ma yaqulun, halafu utayasikia mengi katika vinywa vya viumbe wa Allah, yanachosha, mengine yanaudhi, lakini wasbir ala ma yaqulun, subiri, kuwa na uvumilivu kwenye wanayoyasema watu. Vumilia maneno wanayoyasema watu, japo mengine yana gharama, yanaudhi. Isbir ala adha haulai sufaha, kuwa na uvumilivu kwenye maudhi ya hawa wajinga wapumbavu. Almukadhibina, ambao hata ukiwaambia la kweli wao wanakadhibisha, watakuudhi lakini vumilia. Isbir, kuwa na subira, ala adha haulai sufaha, kwenye maudhi ya hawa wapumbavu. Almukadhibina fima yatakawalunahu, wanaokadhibisha haki, wavumilie kwenye maneno yao mabovu wanayoyasema. Mengine yanakuwa ni matusi, mengine ni shutuma, wanakushutumu, ni kukuita majina mabaya. Vumilia haya mambo. Fima yatakawalunahu alaika min qawlihim, vumilia yale ambayo wanakuzushia na wakayasema dhidi yako katika kauli zao, vumilia. Kwa mfano, walikuwa wanamuita sahirun, huyu mchawi, shairun, mshairi tu, hana chochote, si mtume. Umeisikiliza hiyo Qur'ani yake vizuri? Huyo msanii tu wa mashairi. Washamsi wadhuhaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha, ana maneno yaliyoandikwa kwa vina. Kwa hiyo Qur'ani wameita ushairi. Majnunun, wanakuita mwenda wazimu, chizi, na mengineyo. Mambo kama haya wala usiyatie sana akilini. Mtu akikuita we mwenda wazimu, halafu una hamaki, wakati unajijua huna wazimu, sasa ukihamaki ndio inakusaidia nini? Mwacha akuite we mwenda wazimu. Mtu anakuita we mchawi, wewe uchawi hujui, hunao, sasa una hamaki, mnatukanana, mnaingiana maungoni, we utapata faida gani? Kakuita alilokuita, madamu hunalo, we achana naye, mpuuze tu. The most eloquent answer to a fool is silence. Jawabu nzuri kwa mtu mpumbavu ni kumnyamazia kimya tu, mwache aseme. Hilo alilosema we hunalo, huhusiani nalo, hufanani nalo, vumilia anayoyasema, we endelea na yako, wala usijibishane naye. Wasbir ala ma yaqulun, vumilia juu ya wanayoyasema. Wewe kaa kwenye kazi yako, tekeleza majukumu yako, yasikushughulishe maneno mabovu yanayotoka vinywani mwao. Fa inna Allaha nasiruka alaihim, Allah ndiye atakayekulinda dhidi yao. Watakupangia mengi, watakufanyia mengi, lakini wewe uko chini ya ulinzi, uko chini ya uangalizi. Hawa ni viumbe wake Mola wako, anawamudu mwenyewe. Kwa hiyo wewe simamia jukumu lako, achana na maudhi yao. Wahjuruhum hajran jamila, wahame muhamo mzuri. Ndio hiyo kuwapuuza.
Sio wahame aondoke nchini atafute mahala faragha akaishi, hapana. Wewe wakisema wala usijibishane nao, wakitenda wakapanga njama zao, mradi tu ushafahamu basi wamekutega kwa hapa, we kiuka hiyo mitego yao, fanya mambo yako mengine. Na wanapanga mengi, lakini yeye huwa anajulishwa kuna mpango huu na huu na huu, sasa hivi usifanye hivi, usipite hapa, usielekee huku. Alikuwa anaelekezwa. Kwa hiyo alikuwa ana haki ya kuambiwa wapuuze tu, hawatofanikiwa kwenye wanayokupangia. Wahjuruhum hajran jamila, utrukuhum, achana nao, wala tataarrad lahum biadha, wanapokufanyia maudhi na wewe usijibu maudhi. Wala tataarrad lahum, usiwaelekezee, biadha, maudhi, wala shatima, wala kuwashutumu. Wanakushutumu lakini wewe usijibu shutuma. Mbwa wewe na wewe mbwa na babako na mamako. Ukitukanwa na wewe ukatukana, nyote mna kesi moja ya utukanaji. Kama ukipigwa na wewe ukarejesha, mazingira yenyewe kama haya ya wanadamu, inawezekana likaonekanwa lako ulorejesha, kesi ikawa yako, ukapata magumu zaidi. Kakupiga ndiyo, umepasuka, umetoka damu, lakini ukavumilia, ukaendelea na mambo yako mengine, inawezekana ukapata watakao kufia uchungu, wakawa watetezi wako bila wewe kuwatuma. Sasa kaenda kumpiga, kamkosa nini? Tutamtia adabu. Ukaja ukasikia tu yule jamaa na yeye kapigwa, katolewa ngeu, wala wewe hukuhusika. Kwa hiyo usijibishane nao wala usishutumu wanapokushutumu. Hivi ndivyo walivyolelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, alhajrul jamil, kuwahama hawa watu muhamo mzuri, huwa alladhi la itaba ma'ahu, ni kuwahama muhamo ambao hauambatani na lawama au kugombwa. Kwa mfano, aseme hawa watu hawataki kukumbushwa, si wakumbushi kitu, itakuwa hujawahama muhamo mzuri, kwa sababu kosa linakuja kwako. Si umepewa ujumbe uwafikishie? Wafikishie. Wakikasirika, wakatutumka, wakakurembea mawe, wakafanya nini, hiyo ni katika majukumu ya kazi tu, na unaambiwa usiwajibu kwanza. Iko siku utakuwa na nguvu ya kujibishana nao, kwa sasa hivi huna nguvu, usiwajibu. Lakini fikisha, unafikisha. Waambie hivi, unawaambia. Wala yashubuhu adha wala shatmun, kuwahama watu muhamo mzuri ni ule ambao wanapokufanyia maudhi wewe hujibu yale maudhi. Wakikushutumu kwa jambo lisilokuhusu, wewe usijibu kwa shutuma na kuwatajia wao mambo yasiyowahusu. Wewe kuwa muungwana. Yale mabaya wanayoyasema katika vinywa vyao yasikutoke na wewe kinywani mwako mabaya yao. Huko ndo kuwahama, kuwapuuza. Wewe mpuuze tu.